Mr. King Gadazi, Naam. unawashauri nini vijana? Kuna wengine wanaanzisha ndoto wanaishia mitini, kwa maana ya kwamba wanakuwa hawana ile supporter. Kwa wewe kama kijana mwenzao na ni msanii mwenzao, una ushauri gani kwa wao? Mimi ushauri wangu mkubwa kwa vijana ni kujiamini. Aamini katika kile kitu ambacho wanakifanya, na kikiamini kitu ambacho wanakifanya, na wanasema keep focusing, yani afocus kwenye kile kitu, asiyumbe. Anataka afanye muziki, afanye siku mitatu anahama, anataka afanye kilimo sida mitatu anahama. Yani huwezi pata target halisi ya kitu ambacho ukifanya. Kwa hiyo mimi napenda kuambia kwamba trust the process and keep focusing. Yaani kwamba unaiamini kile ambacho unataka kukifanya, alafu unakifanya kabisa. Unakifanya kwa ukamilifu, sio kwa unafanya kwa kwamba umeamua kuifanya hii kazi kabisa. Basi akiamua kufanya hivyo mtu anafanikiwa. Na kwenye muziki akiamua kuweka nguvu zake zote na akili yake yote kwenye muziki, anafanikiwa. Asisikilize maneno ya watu wengine pembeni, si muziki huu si nini. Lakini kama ameamini kile kitu kinaweza kumfanyia manufaa katika maisha yake, basi akifanya atafanikiwa. Una albamu ngapi mpaka sasa hivi? Na ndo nataka nitengeneze album kwa mwaka huu. Kwa mwaka huu. Katika hizi nyimbo ambazo nimestaja hapa, hizi nyimbo mbili ambazo nisharelease, ni moja ya nyimbo ambazo zipo kwenye albamu yangu. Kwa albamu inakuja, na mpaka sasa hivi nisharekodi nyimbo 6. Nataka albamu iwe na nyimbo 12. Iwe na nyimbo 12. Kwa nishafanya nyimbo. Na umeshazifanyia utambulisho hizo nyimbo? Nimefanya utambulisho nyimbo 2, ambayo nimezama na God Forgive Me, na hii ya Fumbo ndo nataka nitoe tarehe 25. Sawa. 25 na yenyewe pia nitaizindua hiyo nyimbo. Nitakwambia ndugu yangu, nafanya natambulisha nyimbo yangu ili watu waweze kuisikia pia. Nyimbo ambayo ni nzuri, inaongelea maisha yenyewe, inaongelea maisha kwamba usije kumjaji mtu kwa kumtazama tu hivi, kwa sababu hujui ana face changamoto gani kwenye maisha yake. Ndio. Umeona? Kwa sio wanasema jump to premature conclusion. Yani unaona huyu wa kawaida tu huyu. Hapana. Kumbe umjui. Ndani amebeba nini? Amebeba vitu gani? Ana maono gani? Ana focus kwa namna gani? Unamkuta mtu anakuomba msaada, msaidie babani. Umeona? Unasema huyu anaomba msaada babani, shofanya kazi. Kumbe ujui mpaka amefikia kuomba kule amepitia changamoto gani za maisha. Ukikaa umsikilize, utasema hii mdomo wangu stika ufungua sehemu nyingine kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ni nyimbo ya Fumbo. Ni nyimbo nzuri sana. Kwa hapa Igunga ni msanii gani ambaye unamkubali sana? Mimi naanza na Igunga sababu mimi hapa ndo nyumbani. Hapa mimi ndo nyumbani. Kwa wasanii ambao mimi na appreciate na mchango wao na wanafanya vizuri, kuna Amas na Aden Melody. Aden Melody yuko hapa Igunga. Wote wako hapa Igunga. Ndio. Kwa nzima, nani unamkubali katika muziki ambaye ukimsikiliza unajua hapa anachukua kitu? Okay. Kwa upande wa hip hop, napenda sana kusikiliza Tamaduni Music. Sana kundi la Weusi napenda sana. Weusi ngoma zao zina hiti na wakitoa wametoa. Nampenda sana. Kwenye Bongo Flava nani unamkubali? Kwenye Bongo Flava mimi hasa nani unapenda kumsikiliza? Napenda sana kumsikiliza Bell9. Ana sauti moja, yani amebarikiwa sauti fulani ya utofauti sana. Tunaingia kwenye Singeli. Nani unamkubali kwamba ukimsikiliza kwenye Singeli wewe tayari unapata vitu pale? Kwenye Singeli bwana, mtu anaandika sana Dula Makabila. Dula Makabila yule anaandika sana. Ukisikia Singeli zake nyingi zinaelimisha sana, anaandika sana vizuri.